Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Okay, nasikia kutoa mfano huu hapa. Biblia inasema kwamba alikuwepo mamake wa Samueli ambaye alikuwa anaitwa Ana. Biblia inasema hivi kwamba Mungu ndiye aliyemfunga Ana tumbo. Haleluya. Biblia inasema Ana alikuwa anaomba kwa Mungu kila siku. Haleluya. Anamuomba Mungu apate mtoto, lakini alikuwa ampati mtoto. Haleluya. Sio shetani alimfunga. Mungu alimfunga. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Lengo la Mungu kumfunga ni nini? Lengo la Mungu kumfunga, amjue yeye kwanza ndipo ampe mtoto. Lengo la Mungu, amjue yeye kwanza ndipo ampe mtoto. Haleluya. Na ndio maana ilivyofika wakati, Biblia inasema Mungu akampa mtoto ambaye ni Samueli, na kuishia Samueli akampa na watoto wengine. Nasema hivi, Mungu anapotaka kumpitisha mtoto wa kiagano kwenye tumbo lako, haleluya, atataka umjue kwanza. Atataka umjue kwanza. Bado kuna mtu hajanielewa. Biblia inasema mke wa Manoa alifungwa tumbo. Haleluya. Kuna maelekezo ambayo alipewa na Mungu. Haleluya. Ndipo Mungu akaachilia mtoto kwenye tumbo lake. Ndipo Mungu akampa Manoa na mke wake mtoto. Lakini yalianza maelekezo kwanza. Yalianza mafundisho kwanza. Haleluya. Lengo lilikuwa nini? Lengo lilikuwa Mungu alitaka wamjue. Haleluya. Na wajue aina ya mtoto ambao watapewa, na huyu mtoto wa mleaji. Biblia inasema Mungu aliwafunulia kwamba mtoto nitakayewapa sio mtoto wa kawaida, ni mnadhiri, ni ambaye atasaidia taifa la Israeli. Haleluya. Na akawapa maelekezo jinsi ya kumlea huyo mtoto. Kwa nini unafikiri Mungu kama yupo mtoto wa kiagano ambaye anataka kumpitisha kwenye tumbo lako, atampitisha tu pasipo kumjua? Lazima akufundishe kwanza. Lazima akupe maelekezo kwanza. Lazima umjue kwanza. Haleluya. Kwa sababu Mungu anapopitisha mtoto kwako, anataka alelewe katika misingi yake. Anataka andaliwe kwa ajili ya utumishi wa baadaye. Haleluya. Uwezi mtoto wa Mungu, Mungu amempitisha, ukao unampeleka kwa waganga. Kwa hiyo ni lazima akutengeneze kwanza, umjue. Umjue yeye kwanza ndipo akupe.